Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini moja kati ya yale tuliyokuwa nayo ni taarifa ambayo imeelezwa na wachambuzi wa mambo kwamba kuiteka Greenland ni sawa na kutafuta vita kati ya NATO pamoja na Marekani. Uvamizi wa Marekani dhidi ya Greenland una maana ya vita dhidi ya NATO. Hii imeelezwa kupitia gazeti la Economist. Ni uchoyo wa Trump unayotaka kuiangamiza NATO, wanaeleza wachambuzi wa mambo. Hata hivyo, mbunge mmoja wa Marekani ameutaja uvamizi wa nchi yake dhidi ya Greenland kuwa utakuwa ni vita dhidi ya shirika la kijeshi la nchi za Magharibi NATO. Seneta wa baraza la wawakilishi wa chama cha Republican Michael McCaul ameonya kwamba uvamizi wa Marekani dhidi ya Greenland utakuwa sawa na vita na shirika la mkataba wa Atlantiki Kaskazini NATO. Akizungumza na shirika la habari la ABC News, McCaul amesema kwamba kama Rais Trump ataanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Greenland, suala hilo litathibitisha kabisa kifungu cha 5 cha NATO na kimsingi ni kuanzisha vita na NATO yenyewe. Hatua hii hatimaye itasababisha kuvunjwa kwa NATO kama tunavyoijua. Kifungu cha 5 cha NATO kinasema kwamba shambulizi la kutumia silaha dhidi ya mwanachama mmoja wa NATO linatambuliwa kuwa na shambulizi dhidi ya wanachama wote, na kwa mujibu wa kifungu hicho kila mwanachama analazimika kuisaidia nchi inayoshambuliwa. Wakati huo huo, inamaanisha kwamba wanachama wote wa NATO watalazimika kujiunga upande wa Denmark katika kukilinda kisiwa hicho cha Greenland. Gazeti la Uingereza la The Economist limeripoti kwamba nia ya Marekani ya kutoa Greenland katika kipindi hiki cha urais wa Trump imeibua mojawapo ya migogoro mikubwa zaidi ya ndani katika historia ya NATO na kuweka misingi ya kuaminiana, ulinzi wa pamoja na malengo ya kimkakati ya pamoja ya muungano huo katika hatari ya kusambaratika. Gazeti hilo la Economist limeandika kuwa njia ya Marekani ya kuimeza Greenland inaweza kugharimu zaidi ya kisiwa na hatimaye kusambaratisha muungano wa bara zima ambao umejengwa kwa zaidi ya miaka 75. Rais Donald Trump wa Marekani anasema Greenland ni muhimu kwa usalama wa taifa la Marekani kutokana na kuwepo kwake katika eneo la kistratejia na utajiri wake mkubwa wa madini, na anasisitiza kuwa ikilazimu atatumia nguvu katika kuinyakua. Hata hivyo, anasema kwamba moja kati ya mikakati yake ni kupambana na vitisho vya Urusi pamoja na Uchina, jambo ambalo wachambuzi wa mambo pamoja na viongozi wa Magharibi wanaona kwamba halipo kabisa. Ni kweli Urusi na Uchina wamekuwa ni maadui wa muda mrefu tangu vita baridi, lakini katika kipindi hiki katika eneo la Greenland hawaonekani kuwa maadui. Rais wa Marekani alitangaza Jumatatu kwamba Washington itachukua hatua madhubuti kuondoa tishio la Urusi huko Greenland. Anasema NATO imekuwa ikiambia Denmark kwa miaka 20 kwamba lazima waondoe tishio la Urusi kutoka Greenland, na kwa bahati mbaya Denmark imeshindwa kufanya lolote kuhusu hilo. Sasa ni wakati ambao ninataka kufanya, Trump alisema kwenye jukwaa lake la Truth Social. Ikulu ya White House imesema urais wa Denmark katika Umoja wa Ulaya na Wizara ya Mambo ya Nje ya Denmark hazikujibu mara moja ombi la Reuters la kutaka kutoa maoni yao. Trump amesisitiza mara kwa mara kwamba hatatulia kwa chochote isipokuwa umiliki wa Greenland, eneo linalojitegemea la Denmark. Viongozi wa Denmark na Greenland wamesisitiza kuwa kisiwa hicho hakiuzwi na hawataki kuwa sehemu ya Marekani, na hivyo kuzidisha mzozo kati ya NATO pamoja na Marekani. Siku ya Jumapili, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte na Trump walijadili hali ya usalama huko Greenland na Arctic kwa simu. Rutte alisema wote wawili wataendelea kufanya kazi hilo na kuongeza, ninatarajia kumuona Trump huko Davos baadaye wiki hii. Greenland kwa muda mrefu imekuwa ikivutia maslahi ya Marekani kutokana na eneo lake la kimkakati na rasilimali nyingi za madini, pamoja na madai ya wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa shughuli za Uchina pamoja na Urusi. Katika hatua mpya, Trump alisema Jumamosi kwamba Washington itatoza ushuru wa 10% kwa bidhaa kutoka mataifa 8 ya Ulaya zikiwemo Denmark, Norway, Sweden, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Uholanzi na Finland kuanzia Februari mosi, na kupanda hadi 25% kufika mwezi Juni kwa upinzani wao dhidi ya udhibiti wa Marekani kwa kisiwa cha Greenland. Kufuatia tangazo hilo, nchi hizo 8 za Ulaya zilitoa taarifa ya pamoja siku ya Jumapili zikilaani tishio la Marekani na kusisitiza kujitolea kwao kwa usalama wa Arctic. Wakati huo huo, Kremlin ilikubali wiki iliyopita hali ya kisheria ya Greenland kama sehemu ya Denmark, pia ikielezea hali ya hivi majuzi kwenye kisiwa hicho kama kutatanisha sana. Tunatoka kwa kuelewa kwamba Greenland ni eneo la ufalme wa Denmark, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema.
Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri kati